wa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ushauri na ushirikiano alionipa katika kutekeleza majukumu yangu. Namshukuru pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na viongozi wengine wa SMZ kwa ushauri na ushirikiano walionipa. Vile vile namshukuru na kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Asante. Namshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hekima, unyenyekevu na uchapakazi mzuri. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu, namshukuru kwa kumsaidia Waziri Mkuu na kwa usimamizi wake katika sekta ya nishati. Nyote asanteni sana. Mheshimiwa Spika, vile vile nitoa pia shukrani zangu kwa Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka kwa kufanya kazi kwa bidii na weledi na kujitoa kwake bila kuchoka. Pia ninawashukuru waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote kwa kufanya kazi kwa jitihada kubwa sana. Nawashukuru pia makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, maafisa tarafa na watendaji wa kata vijijini. Lakini pia viongozi wa ngazi zote kwa kufanikisha kupatikana kwa mafanikio yote niliyoyataja. Shukrani nyingi kwa wasaidizi wangu ofisi binafsi ya Rais, na kwa upande mwingine naishukuru sana nguzo ya matumaini yangu. Hakika bila maliwazo kutoka familia yangu kazi hii isingekuwa nyepesi. Asante. Hivyo nawashukuru kwa kunielewa, kwa kutokuwa nao kwenye shughuli muhimu za kifamilia na kiukoo. Mimi nikiwa mke, mama, dada, shangazi na bibi pia, walikuwa wananikosa na nimewafanya wanangu wakue wabebe majukumu badili yangu. Kwa nawashukuru wote kwa hilo. Mheshimiwa Spika, pia nakishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi. CCM. Asante. Nakishukuru kwa kusimamia vyema serikali na kuhakikisha ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 inatekelezwa ipasavyo. Napenda kuahidi wanachama wapenzi wa CCM na wananchi kwa ujumla kwa tumejipanga kutekeleza ilani ijayo kwa kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Spika, navishukuru pia vyama vyote vya siasa kwa ushirikiano wao kwa serikali katika kipindi hiki cha miaka 4. Licha ya tofauti zetu za kisiasa na kiitikadi, ukweli ni kuwa sote ni Watanzania na tunajenga taifa moja. Wengi waliokuwa wakitukosoa au wakikosoa serikali kwa nia ya kujenga, sio kupinga tu kila lilokuwa likifanywa na serikali, walikuwa wakisaidia kuboresha utendaji
wa serikali. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wa dini nchini kwa sala na dua zao za kuliombea taifa letu na kutuombea sisi tuliokabidhiwa dhamana ya kuliongoza taifa hili. Mheshimiwa Spika, aidha ni washukuru wanahabari kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya ya kutoa taarifa na kuelimisha umma wa Watanzania pamoja na dunia nzima kwa ujumla kuhusu masuala mbalimbali ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, mwisho lakini si kwa muhimu, ni vishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama. Amani tunayojidai nayo leo ni kwa sababu vyombo vyetu viko kazini. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine narudia kulishukuru bunge lako la 12 kwa ushirikiano mkubwa uliotoa kwa serikali katika kipindi cha miaka hii tuliyofanya pamoja. Bali na kuishauri na kusimamia serikali, bunge hili ndilo lililopitisha bajeti na miswada mbalimbali ya sheria iliyowezesha serikali kutimiza majukumu yake kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, napenda pia nitumie fursa hii kuwashukuru washirika wa maendeleo, wadau wetu wa maendeleo mbalimbali kwa ushirikiano mkubwa waliotupatia. Ushirikiano wao ulitupa nguvu na ari ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Hivyo basi tunashukuru sana washirika wetu wa maendeleo ambao kwa bahati nzuri Mheshimiwa Waziri wa Fedha wakati akiwasilisha hotuba yake ya bajeti ya serikali aliwataja mmoja baada ya mwingine, na mchango wao imetambuliwa na kuingia kwenye Hansard za bunge hili. Kwa washirika wetu, asanteni sana, tunawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, nilianza kusema kuwa nimekuja kulihutumia bunge na kuhitimisha shughuli za bunge hili la 12 ili kuruhusu kuanza kwa mchakato wa uchaguzi wa rais, wa bunge, madiwani utakaofanyika Oktoba 2025. Uchaguzi ni zoezi la kikatiba na lenye umuhimu katika kukuza demokrasia nchini na kuwapa wananchi fursa ya kuchagua viongozi wanaowataka. Katika hilo, natambua kuwa baadhi yenu hapa mmeonyesha nia kuwania tena nafasi zenu na pia wapo waliotangaza kukaa pembeni kama kakaangu George Mkuchika. Yeye ameshasema mimi jamani, imetosha, nakaa pembeni. Sasa kwa wanaoendelea, niwatakie kila la kheri. Niwatakie kila la kheri, na najua mambo yamekuwa vizuri, lakini msisahau Chalamila yupo. Chalamila yupo. Kwa hiyo mwende mkafuate sheria na kanuni zote za uchaguzi. Nawatakia kila la kheri. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa serikali tumejipanga kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Na serikali itakuwa macho kipindi chote kusimamia sheria na utulivu wa nchi. Narudia, serikali, dola itakuwa macho kipindi chote kusimamia sheria na utulivu wa nchi. Nitumie fursa hii kuhimiza vyama vyote vya siasa kutoa fursa za kutosha kwa wagombea wanawake, vijana
Haya, asante, asante, asante. Asante. Asante, nataka nirudie hilo. Wanawake zako wanafujo. Na imani na Samia, oya, oya. Tuna imani na Raisi, oya, oya. Samia kweli, 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 Samia. Samia kweli, 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 Samia. Na Oktoba tunatiki. Na washukuru wabunge, lakini mmeingia haraka wanawake. Nilikuwa nataka kusema kutoa fursa za kutosha kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kugombea nafasi tofauti za uwakilishi. Vile vile ni wasihi wagombea kuepuka matusi, vurugu au vitendo ambavyo haviendani na mila na desturi zetu kama Watanzania. Kama nilivyosema, tubishane kwa hoja na tushindane kwa ilani zetu. Kamwe tusiruhusu uchaguzi uwe chanzo cha kuvuruga amani, bali tuhakikishe inakuwa nyenzo ya kuimarisha amani, utulivu na demokrasia nchini. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo na kwa mamlaka nilionayo chini ya ibara ya 90 kifungu kidogo cha pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, sasa ninayo heshima kutamka kwa shughuli za Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimehitimishwa na Bunge litavunjwa rasmi tarehe 3 Agosti mwaka huu 2025. Waheshimiwa wabunge, asante. Chalamila amesikia mwezi wa 8. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, mnashangilia kuendelea kuitwa waheshimiwa wabunge, si? Nimalizie kwa kusema Mungu libariki bunge letu la Tanzania. Mungu abariki wabunge wote. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Oktoba tunatiki.